بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: فتح تستر والسوس وأسر الهرمزان سنة فتح تستر والسوس وأسر الهرمزان سنة 81 للهجرة أو هجرية. Kufunguliwa mji wa Tustar na mji wa Susi na kutekwa kwa kiongozi mmoja anaitwa Hurmuzan. Sababu yake, yani sababu ya kufunguliwa mji wa Tustar na Susi na kutekwa huyu Hurmuzani, sababu yake ni kuwa anna Yazdajirda hakika huyu Yazdajirda malik al-Fursi, maliki wa kiongozi wa Fursi, kana yuharibu, alikuwa akiwashajihisha ahla Faris, watu wa Fursi, watu wa Faris ni mji ala al-arabi, waende wakawapige Waarabu, hata naqadhu al-uhuda, mpaka hawa watu wa Faris wakavunja ahadi, allati, ambazo bainahum, zipo kati yao, baada al-Qadisiyya, baada ya ile vita ya Qadisiyya. Yani Yazdajirdi huyu anawashajihisha wale watu wa Faris kuwa waende wakawavamia Waarabu wawapige, aliyakuwa watu wa Faris wameweka mkataba na Umar ibn al-Khattabi ya kuwa hawatomfanyia uadui, wameweka suluhu. Na kawaida ni kuwa mnapoweka suluhu, inapowekwa suluhu kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ni kuwa wote mnaishi kwa amani, wala hakuna kufanyana nini uadui. Lakini sasa huyu Yazdajirdi yeye akaamua kuwashajihisha wale watu wa Faris, ndeni bwana, ndeni mkawapige, hata nakadhu al-uhuda, mpaka wakavunja zile ahadi, allati, ambazo bainahum, zipo kati yao, yani watu wa Faris na Waarabu, baada al-Qadisiyya. Kitendo hiki cha kuwashajihisha mpaka kapelekea kuvunjwa kwa nini, kwa ile mikataba, kwa ile suluhu, baada al-Qadisiyya, ni baada ya ile vita ya Qadisiyya, wa ghairiha, na vita vingine, min al-ma'ariki as-saghira, katika vita vidogo vidogo. Wataaqadu, na wakakubaliana, ala qitali al-muslimin, juu ya kuwapiga Waislamu, Walamma balagha al-khabaru, na pale ilipomfikia habari Umar ibn al-Khattabi, amara Sa'd ibn Abi Waqqas, akamwamrisha Sa'd ibn Abi Waqqas an yab'atha jayshan, apeleke jeshi, ila al-Ahwazi, katika eneo linaloitwa Ahwaz. Umar anamwamrisha nani? Sa'd ibn Abi Waqqas, amwambia peleka nini? Jeshi lal-Hawza, lal-Ahwazi, biizai al-Hurmuzan, kwa ajili ya kupambana au kumkabili huyu Hurmuzan. Fabatha Sa'd an-Nu'man ibn Muqarrin, huyo Sa'd akamtumiliza Nu'man ibn Muqarrin, akamwambia wewe nenda.
falamma wasala Nu'man alipofika ila Ramah subhanallah ila Hurmuza, mji huo, kharaja ilayhi al-Hurmuzan, Hurmuzani akatoka kwenda kumkabili huyu Nu'man. Watakatala mahu, wakapigana naye. Nani huyo? Hurmuzani akapigana na nani? Na Nu'man ibn Muqarrin. Watakatala mahu, wakapigana naye. Fahuzima al-Hurmuzan, akashindwa, akakimbia Hurmuzan. Fahuzima, akashindwa huyu Hurmuzan. Wafarra, akakimbia ila Tustar, katika kijiji kinachoitwa Tustar. Walahiqa bihi almuslimuna, waislamu wakamkuta huko hata hasaruhu hunaka, wakamzingira huko kwenye eneo linaloitwa Tustar. Walahiqa bihi almuslimuna, wakamkuta waislamu huko hata hasaruhu hunaka, wakamzingira. Wakathura alqatlu, uwaji ukawa mwingi, min alfariqaini, kwa makundi yote mawili. Ile alqatlu, kuuana kukakithiri, watu wanauana tu. Hatta kala almuslimuna, waislamu wakasema kumwambia lilbarai, kumwambia sahaba anaitwa Bara, wa kana mujaba da'wa. Huyu sahaba katika masahaba wa mtume alikuwa anaitwa Bara. Huyu alikuwa ni mujabu da'wa, ni mwenye kukubaliwa dua yake, yani dua atakayoiomba muda huo yajibiwa. Anaitwa Bara ibn Azib. Wakamwambia ya Barau, aksim ala rabbika, apa kwa Mola wako, au omba kwa Mola wako. La yahzimannahum lana, kuwa atawashinda. Faqala, Bara akasema, Allahumma hzimhum lana, ewe Allah washinde. Wastashhidni, na unifishe kuwa shahidi. Na unifishe kuwa nani? Kuwa shahidi. Wastashhidni, na unifishe kuwa shahidi. Wa kana albarau, na alikuwa huyu Bara yaumaidhin, wakati huo, qatala akthara, ameua zaidi min 100 rajulin, ya watu 100, mubaraza. Kufanya nini? Mubaraza. Asema Allahumma hzimhum lana wastashhidni, na unifishe kuwa shahidi. Wa kana albarau yawmaidhin, na alikuwa Bara siku hiyo, qatala akthar, ameua zaidi min 100 rajulin, watu 100, zaidi ya watu 100 mubaraza. Mubaraza ni ile face to face wanaita hivi. Fahazama Allahu al-Hurmuzana, Allah akamshinda huyu Hurmuzan wa qaumahu, na watu wake. Hatta dhaqat alaihim biladuhum, funga madirisha. Hatta dhaqat alaihim biladuhum, mpaka ikawa dhiki ile miji yao. So kwa ndani ya mji, lakini ule mji pia ukawa mdogo. Hatta dhaqat alaihim biladuhum, mpaka ile miji ikawa midogo. Wa talaba rajulun min al-furus al-aman, na akataka, wa talaba, na akatafuta, rajulun, mtu mmoja, min al-ansari, katika wale watu wa Madina, min al-furus, katika wale wa Fursi, al-amana, akatafuta amani. Min Abi Musa al-Ash'ari, kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari. Ambia, bwana naomba amani bwana, sitaki vita, naona sasa nitakufa muda si mrefu, naomba unipe amani. Fa'atahu al-amana, akampatia amani. Fasara yadullu al-muslimina, sasa huyu bwana huyu ambaye aliomba amani akawa anawaelekeza Waislamu. Yadullu manake yurshidu, anawaongoza Waislamu ala makarim, katika sehemu, yadkhuluna minhu,
ambayo wataingia ila albaldati, kwenda katika ule mji, kwa sababu ni mji yani unasema una wigo kiasi ambacho huwezi kuingia kiurahisi, na kule kwenye geti wale watu wameshafunga. Kwa hiyo wanafanyaje? Ndio huyu mtu mmoja, huyu Mfurusi ambaye aliomba amani, akawaelekeza Waislamu ala makani, katika sehemu, yadkhuluna minhu, wataingia sehemu hiyo, ila alballa, kufika ndani ya mji, wa huwa madkhalul ma'i, na sehemu hiyo ni mapito ya maji, ilaiha, kufika katika huo mji. Ili tufike kwenye mji lazima tuingie kwenye maji, tuogelee, watu mzame chini kwenye mabomba, mkatokea huko ndani. Kama hapa Tanga kuna lile bomba ambalo limetokea watu kule Raskazoni, bomba kubwa tu la maji. Sasa inawezekana vibaka wakapita huko, mtu aingia kwenye lile bomba, kama mtu amebeba kuna sehemu anaingia na kutokea huko bichi. Mna mavi, yani ni bomba kubwa kiasi ambacho unaweza kutembea. Watu wanaingia, wakishafanya uhalifu wanaingia chini, mtu aenda kutokea wapi? Bichi kule, anaogelea tu kwenye maji. Unajua kuna watu makatili. Sasa hao Waislamu wanaambiwa njia pekee ya kuweza kufika ni kupitia hiyo madkhal. Madkhal ni mapito ambayo yapo chini ya maji. Sasa mpite, fanadabal umara, wakawaita wale viongozi, annasa, watu, ila dhalika, wafanye hicho kitendo, waingie, wazame. Fantadaba jama'atun, likajitokeza kundi, mina shujaani, katika mashujaa, fadakhalu ma'al ma'i, wakaingia pamoja na maji yake, wadhalika fil layli, na hilo lilikuwa wakati wa usiku. Kama walikuwa wajua kuogelea hapo wasingepita, manake walikuwa wanajua kuyapiga maji. Wajau ila albawabina, na wakaja katika bawabina, kwa wale walinzi ambao wanalinda ule mlango wa mji. Fakataluhum, wakawaua. Wafatahu alabwaba, wakafungua milango. Wakabbara almuslimuna, wakapiga takbira Waislamu. Fadakhalu albilada, wakaingia katika ile miji. Wadhalika qariban, na hilo ilikuwa imekaribiana kabisa, min waqti alfajri, na wakati wa swala ya alfajiri. Yani mpaka wanaingia kwenye ule mji tokea usiku, mpaka wanafika kwenye mji inakaribia alfajiri. Walshaghalu bilqitali, wakajishughulisha na vita. Hatta talat alaihim ash-shamsu, mpaka likachomoza jua. Walam yusallu alfajra, wala hawakuswali alfajiri mpaka jua lachomoza. Qala Anas yasema, hadhartu inda munahadhati hisni tustar. Hadhartu, nilihudhuria, inda munahadha, ule wakati wa kuivamia, hisni, ile ngome ya Tustar. Inda idhaati alfajri, ule wakati wa kuchomoza alfajiri. Inda idhaati alfajri, ule wakati wa kuchomoza alfajiri. Washtadda ishti'alu alqital, na vikazidi kuwaka vita. Washtadda, na vikazidi, ishti'alu alqitali, kuwaka vita. Falam yaqdiru, hawakuweza, ala salati, kuswali. Falam nusalli, hatukuswali, illa ba'da irtifa'i an-nahar, isipokuwa baada ya kuondoka nini? Mchana. Yani sasa mchana unakwenda mida kama saa 6 au saa 7, ndio walifanikiwa wao kufanya nini? Kuswali salatul fajr. Fasallainaha, tukaiswali. Wa nahnu ma abi Musa, tukiwa na Abu Musa al-Ash'ari. Fafutiha lana, ule mji alhamdulillah tukapewa ushindi sisi, tukaweza kufunguliwa. Waqala Anas, wama yasurruni bitilka salati dunya wama fiha. Wama yasurruni,
hainifurahishi dunia. Bitilka salati, kwa ile swala tuliyoiswali, ad-dunya, hainifurahishi dunia, wa mafiha, na vilivyomo. Yani ile swala walioiswali pamoja na kuwa wameichelewesha, lakini kwake nini? Ni bora, kwa sababu kilichowashughulisha ni kuwa walikuwa katika vita, kiasi ambacho hata ile kuswali salatul khawfi hawakuweza. Wa farra al-Hurmuzani ila al-qal'a, Hurmuzani tena akatafuta njia baada ya kuona Tustar ishavamiwa, akakimbia tena katika qal'a. Qal'a pia ni kijikambi au kijingome. Fatabi'ahu jama'atun min al-abtal, akafuatwa na kundi katika wale abtal, wale mashujaa. Faswara yarmi, Hurmuzani yasemekana alikuwa ni mtu mzuri sana kwenye kutupa mishale. Faswara yarmi, akawa anatupa bisihami, mishale, maana sana fuatwa na Waislamu. Kwa hiyo kila wanapozidi kumkimbiza anajibu mashambulizi. Fa aswaba al-Bara ibn Malik, akamuua. Mshale wa kwanza aliotupa ukampata huyu Bara. Wa Majza ibn Thawri faqatalahuma, akawaua. Kumbuke kuwa Bara huyu aliomba dua kule juu, wallahi ya Rabbi nijalie. Wa qala lahum al-Hurmuzan, Hurmuzani akawaambia, yale ameshaua watu wawili na bado anakimbia, akawaambia, inna ma'i 100 saham, mimi niko na mishale 100 saham. Wa innahu, na hakika, la yataqaddamu ilayya ahad, hawezi kunisogelea mimi. Wa innahu la yataqaddamu ilayya, hawezi kunisogelea mimi, ahadun, yoyote, minkum, katika nyinyi, illa ramaituhu, illa nitamtupia mshale. Atakayenisogelea tunamtupia, na kila mshale anaotupa unampata mtu. Kwa hiyo mchagulie, mfe nyote, na mshale 100. Kwa hiyo 100 maana yake nitaua 100 nyote. Kwa hiyo chagueni sasa. Fama yanfa'ukum asri, utawanufaisha nini umateka wangu, idha qataltu minkum, nitakapoua katika nyinyi, 100 rajuli, watu 100. Yani hata kama mtaniteka baada ya hapo, lakini kama nitakuwa nimeshaua mimi mtu mmoja, watu 100, fama yanfa'ukum asri, kuniteka mimi kutawanufaisha nini? Idha qataltu minkum, nitakapoua miongoni mwenu, 100 rajulin, watu 100. Qalu, wakasema, famadha turidu, mimi wataka wataka tufanyeje sasa? Qala tu'minuni, mimi naomba mnipe amani, hatta usallimakum yadi, nisalimishe mikono yangu kwenu. Fatadhhabu bi ila Umar, kisha mnipeleke kwa nani? Kwa Umar ibn al-Khattab. Wanasoma ndio achikele. Tuko kwenye darasa zetu Sheikh. Fatadhhabu bi ila Umar ibn al-Khattab, mnipeleke kwa Umar ibn al-Khattab. Fayahkuma fiya, kisha atanihukumu mimi, bimasha, vile anavyotaka yeye. Huyu ni Hurmuzani, kwa sababu Hurmuzani huyu si kiongozi wa Fursi, alikuwa tayari ameweka makubaliano na Umar kuwa hawatopigana, wameweka suluhu, lakini yeye akawashajihisha watu wa Faris kuwa wawapige Waarabu. Kwa hiyo amevunja nini? Mkataba, suluhu. Kwa hiyo akamwambia, sawa, mimi nitajisalimisha, lakini fatadhhabu bi ila Umar ibn al-Khattab, nataka twende mpaka kwa Umar. Fayahkuma fiya bima, anihukumu mimi vile atakavyotaka yeye. Faajabuhu ila dhalika, wakakubali. Walamma wasalu al-Madina, wale walipofika Madina, qasadu manzila Umar, wakaelekea katika nyumba ya Umar, Hurmuzani na Waislamu. Falam yajiduhu,
hawajamkuta. Wa akhbaruhum watu waliokuwepo pale wakawakabarisha annahu fi masjid wa Umar yuko msikitini. Falamma qasadu walipoelekea almasjida msikitini, wajaduhu naiman wakamkuta Umar amelala fi nahiyatin minhu, kando minhu ya msikiti. Wajaduhu wakamkuta naiman amelala fi nahiya, kando minhu ya msikiti. Faqala al-Hurmuzani, Hurmuzani akasema aina Umar, kwani Umar yuko wapi hapo? Faasharu ilayhi, wakamwashiria yule pale. Wa khafadhu aswatahu, na wakakhafifisha sauti zao, hatta la yuqidhuhu, ili wasimwamshe. Faqala Hurmuzani akasema aina hujabuhu wa aina harasuhu. Hujabu na haras maana yake moja, wako wapi walinzi wake wanaomlinda? Mbona kiongozi amelala peke yake? Alikuwa na miji mingi, Palestina, Shamu, Iraki, wapi Maka, yote hiyo yeye ndio kiongozi, halafu huko msikitini peke yake amelala. Ndio Hurmuzani ashangaa, aina hujabuhu wa harasuhu, walinzi wake wako wapi? Qalu, wakasema laysa lahu hajibun wala harisun, hana mlinzi yoyote yule. Fastaiqadha Umar akaamka min aswatihim, kutokana na zile sauti zao. Wastawa jalisa, na akastawi akatulizana aliyakuwa amekaa. Faqila lahu, akaambiwa Umar, hadha al-Hurmuzan, huyu ndio yule Hurmuzani. Wazo kajiuliza, sasa mkataba ulifanyika vipi? Alikuwa hamjui. Zamani ni kuwa kiongozi yeye anatuma tu, weka suluhu na watu wa mji fulani. Kwa wewe kama ni kafiri, manake akija mjumbe wa Kiislamu kuja kuweka mkataba, hali ya kuwa ametumwa na kiongozi, basi umeweka mkataba na nani? Kiongozi. Kwa hiyo akaambiwa huyu ndio Hurmuzani. Faqala Umar, ma hujjatuka, ni ipi hoja yako? Wa ma udhuruka, ni upi udhuru wako? Fi naqdhika al-ahda, katika kule kuvunja kwako ahadi, maratan baada mara baada, yani si mara moja. Halete hoja, una udhuru gani wa kufanya hivyo? Faqala al-Hurmuzan, Hurmuzani asema akhafu an taqtulani, mimi naogopa usije ukaniua, kabla an ukhbiraka, kabla sijakueleza. Naogopa usije ukaniua kabla sijakueleza hoja zangu. Qala Umar akasema la takhafu dhalika, wala usiogope, wewe eleza tu, wala hakuui mtu hapa. Fatalaba al-Hurmuzanu, akaomba Hurmuzani almaa, maji, liyashraba, iliyani. Sema jamani, kabla sijaeleza naomba kwanza maji ninywe. Fatalaba al-Hurmuzan almaa, akaomba Hurmuzani maji, liyashraba, ili anywe. Fautiya bilmai, akaletewa maji. Faakhadhahu, akachukua. Waja'alat yaduhu, ukawa mkono wake tar'ad, unatetemeka, yani hawezi kunywa vizuri. Wakala, na akasema mkono watetemeka, kisha akasema inni akhafu, mimi naogopa, an uktala, uwawa, wa ana ashrabu, hali ya kuwa ninakunywa maji. Mara ya kwanza amesema naogopa kuwa mtaniua kabla sijawapa nini habari. Akaambiwa awe zungumza kwanza, akaletewa maji, akaomba maji anywe. Kwa wakati anakunywa akawa anatetemeka, akiulizwa asema naogopa kuwa mtaniua, mtaniua wakati ninakunywa maji. Akhafu an uqtala wa ana ashrabu, naogopa kuwa mtaniua hali ya kuwa nakunywa maji. Faqala Umar amwambia la ba'sa alayka,
wala huna tatizo, wala tatizo. Hata tashraba, wewe hautouawa mpaka maji. Hiyo ni ahadi Umar amechukua, kuwa hatomuua mpaka huyu bwana anywe nini? Anywe maji. Jamaa aliposikia haya maneno, faalqa alqadaha, akatupa kile chombo cha maji. Faalqa alqadaha, akatupa kile chombo, walmau fihi, na maji yakiwa ndani ya kile chombo. Walam yashrab, wala hakunywa yale maji, wala hakunywa. Na Umar ashasema hatuwezi kukuua mpaka unywe maji. Mtauawa. Kwa hiyo asema hapa sinywi maji, alafu tuone utavunja ahadi na wewe. Fakala Umar asema ahdhiru lahu ma'an, mleteni maji mengine. Wala tajma'u lahu, wala msimkusanyie al-atsha al-qatla wal-atsha, msimkusanyie kifo na kiu. Yani msimuue hali ya kuwa ana kiu, msimfanyie vitu viwili. Ahdhiru lahu ma'an wala tajma'u alayhi al-qatla wal-atsha, wala msimkusanyie vitu viwili kwa pamoja, mauaji na kiu. Farafadha an yashraba al-ma, akapinga kabisa kunywa maji. Farafadha, akapinga kabisa, an yashraba al-ma, kunywa yale maji. Faqala lahu Umar akamwambia inni qatilu, sasa pamoja na hivyo mimi nitakuua. Akamwambia inni qatilu, kama mimi nitakuua hivyo hivyo. Faqala al-Hurmuzani akasema innaka, hakika wewe Umar, amantani, umenipa amani, hatta ashraba, kuwa mpaka nitakapokunywa nini? Maji. Walam ashrab ba'du, na bado sijanywa maji. Wewe umenipa amani kuwa mpaka nitakapokunywa maji. Walam ashrab ba'du, lakini mpaka sasa bado sijanywa maji. Faqala Anas ibn Malik akasema sadaqa ya amira almu'minin, huyu bwana amesema kweli, ya amira almu'minin. Ulisema mwenyewe kwamba hutomuua mpaka atakapokunywa maji yake. Faqala Umar akasema waihak ya Anas, ole wako, chukua tahadhari ewe Anas. Ana uaminu, hivi mimi nimpe amani, man qatala Majzaa wal Baraa, yule aliyemuua Majzaa na Baraa, mimi nimpe amani. Wale maswahaba wawili aliwatupia mishale wala akawaua. Ndio Umar anasema hivi mimi nimpe amani huyu aliyakuwa ameshaua watu wawili. Thumma aqbala Umaru ala al-Hurmuzani, kisha akamwelekea Umar huyu Hurmuzani. Waqala lahu, akamwambia khada'atani, umenihadaa. Umenihadaa. Khada'atani, umenihadaa. Hatukubaliana hivyo. Wallahi la ankhadi'u, na mimi sihadaiki, illa an tuslima, isipokuwa kama unataka usalimike wewe silimu. La ankhadi'u, mimi sitohadaika, illa an tuslima, isipokuwa usilimu. Wewe fanya hadaa hapo, jipasi na kunywa maji, sio kunywa maji, unani hadaa tu, lakini ujue kwamba mimi sihadaiki, labda utakaposilimu. Fa aslama al-Hurmuzani, Hurmuzani akasilimu. Walamma qila lahu, na pale alipoulizwa lima lam tuslim, kwa nini haukusilimu min qablu, tokea zamani? Qala, akasema khashitu an yuqala, niliogopea sije ikasemwa aslama, alisilimu, khawfan minas sayfi, kuogopea nini? Kwa kule alivyokamatwa kule, kwa nini asisilimu? Asema pale nilipokamatwa na wale maswahaba sikusilimu kule, wasije akasema jamaa ameanza kuogopa nini, ilitaka mpaka nifikishwe mbele ya kiongozi mwenyewe. Huyu tutakuja kumuona katika tukio la mauaji ya Umar, kuwa je, ndiye alimuua Umari huyu? Kuna maneno tulio kuyaona huko ndani, nasemekana kwa Uislamu wake huu ulikuwa ni
La kuli hali tutakuja kuona mauaji katika nini mlango wa Uthman radhiyallahu anhu. Yani